Hii leo na kesho, Kigali itakuwa mwenyeji wa viongozi zaidi ya 1000 kutoka duniani kote wanaofika hapo katika mkutano unaohusu akili mnemba kwa jina la Global AI Summit on Africa. Mkutano huu wa kihistoria unatarajiwa kujadili namna akili mnemba inavyoweza kuchochea ukuaji wa uchumi jumuishi, kukuza ubunifu na kuboresha ujuzi wa nguvu kazi ya Afrika. Martha Saranga na maelezo. Mkutano huo wa kilele wa siku 2 unaanza Aprili 3 na waleta pamoja wakuu wa nchi, mawaziri, makampuni makubwa ya teknolojia duniani, wabunifu, wawekezaji, watafiti, wasomi na mashirika ya kimataifa. Wote wamejitolea kutoa ahadi madhubuti zinazojenga uwezo wa AI barani Afrika. Crystal Rugege, mkurugenzi mkuu wa kituo cha Rwanda cha mapinduzi ya 4 ya viwanda maarufu C4IR, waandaaji wa mkutano huo, aliambia gazeti la New Times kwamba washikadau wote watafanya kazi pamoja ili kuhimiza ushirikiano wa sekta mtambuka, kuharakisha uwekezaji na kujenga ushirikiano wa kimkakati katika kuimarisha ukuaji wa matumizi ya AI kote barani Afrika. Kwa mujibu wa kituo hicho cha mapinduzi ya viwanda, kufikia mwaka 2030, AI inakadiriwa kuchangia ongezeko la kiasi cha dola za Marekani trilioni 2.9 kwenye uchumi wa Afrika. Katika jukwaa la kimataifa la kiuchumi, ilibainishwa kwamba baraza la AI la Afrika litaanzishwa na kutangazwa katika mkutano huu wa kimataifa utakaofanyika Kigali. Inaelezwa kwamba hatua hii ni juhudi muhimu inayosisitiza ahadi ya Afrika katika kuandaa mustakabali wake katika ushirikiano katika teknolojia ya akili mnemba. Haya yanajiri wakati katika mifumo ya kiviwanda na uendeshaji wa shughuli za uzalishaji bado kwa kiasi kikubwa katika nchi zinazoendelea ikiwemo Afrika, kazi hizo hufanywa na watu. Je, ni wakati mwafaka kwa teknolojia ya AI kuchukua nafasi hiyo? Asante Martha kwa taarifa hiyo. Tukisalia hapo jijini Kigali katika mkutano huo, mapema nilizungumza na wataalamu wa masuala ya teknolojia. Ni Kiko Muono. Wewe umekuwepo kwenye masuala ya teknolojia kwa muda mrefu na kuanzisha kampuni mpya za teknolojia kuanzia mwanzo. Unadhani kitu gani ambacho, au kwa uzoefu wako, umekuwa ukikabiliana vipi na ugumu huu wa uwekezaji katika masuala ya teknolojia? Kwenye swala la uwekezaji tunatakiwa tuliangalie kwa utofauti kidogo. Kuna ile uwekezaji kwanza kama nchi, ni namna gani inachukua maybe kiasi fulani cha fedha kuwekeza katika sekta. Lakini pia tukija kwenye uwekezaji, tukiangalia pia kuna uwekezaji sasa katika wale watu ambao katika hizo levels za kusema tunaanzisha hizo solutions ama nyenzo mbalimbali za masuala ya uwezeshaji. Hata moja ya kwanza imezungumzwa na mwenzangu hapo ni swala la sheria. Sheria zipoje na zinaruhusu vipi na ziko rafiki kiasi gani kiasi kwamba mwekezaji ashawishike aje awekeze hata kama amepata kampuni ambayo ina solutions nzuri, tuseme kwamba ina nyenzo nzuri ama ina ubunifu mzuri ambao unatumia teknolojia, hata kama ni mzuri lakini mazingira sio rafiki, inakuwa sio rahisi kupata wawekezaji. Lakini swala la pili kwenye uwekezaji, hatuzungumzii uwekezaji wa fedha tu. Unajua uwekezaji upo pia katika swala la uelewa, mindset. Moja ya changamoto kubwa kuliko zote mimi niseme ni kwamba mindset imekuwa ni ngumu sana. Tuna matajiri, nitolee mfano kwamba Tanzania tuna matajiri kadhaa ambao tunafahamu, naweza nisiwataje, wanaweza wakawa ni wabia wazuri sana kwenye sekta ya masuala ya technology, lakini hawana uamko, hawana mtazamo ule wa kusema kwamba wajaribu. Hawana na ni aina ya tajiri wewe hata kusema mtafute ukae uongee naye hapa wewe akakuelewa. Kwa hiyo kwangu mimi naona ile la mindset change ni kubwa na ni changamoto kubwa sana. Nirudi kwako Kiko. Serikali nyingi Afrika zimekuwa nyepesi sana katika kudhibiti zaidi badala ya kuwezesha. Tunaona kwa mfano hata wakati wa uchaguzi tu teknolojia kufunga mitandao na nini, kumekuwa ni wepesi. Mitazamo hii ya mamlaka ni kudhibiti zaidi kuliko kuwezesha. Tutatoboa kweli? Tutafanya vizuri kweli katika kuendeleza hii akili mnemba ikiwa serikali zetu zinapenda kudhibiti zaidi kuliko kuwezesha? Sami, jibu langu hapo ni la. Manake tumeona kwamba teknolojia imefaidi kwa sana kwa miaka mingi. Nikupe mfano kwamba kama mali natoka M-Pesa pale Kenya. Na kwamba imesaidia kuwa very transformative. Watu wanaweza tuma pesa na ile tu ujumbe wa simu. Lakini watu walikuwa wanasema ilianza tungeidhibiti, lakini sasa kama ingedhibitiwa saizi tungekuwaje Kenya? Tungekuwa tumepanuka vile tumepanuka na kwa hivyo langu ni kusema kwamba serikali bila kwanza kusema kitu ya kwanza ni kudhibiti, wanafaa kwanza
wachukue wale watu wanaoelewa, wachukue different stakeholders, wachukue innovators, especially wanasema waweke innovators kwa meza, muongee pamoja, uelewe kwamba hizi kitu linalojenga kweli ni maoni yao ni yapi, na ni wapi wanataka, ni lengo gani wanaloliona, na kutoka hapo muweze kutatua na muone kwamba ili litafaidi miaka 10 nao kuja, kama hili jambo likiweza kuwa kubwa litafaidi aje nchi. Lakini simaanishi kwamba imaanishi isithibitiwe. Kuna vile kuangalia, of course kuna zile mazuri na mabaya ya teknolojia. Ni kuangalia mabaya ya teknolojia ni hivi tunaweza kuweka of course sheria zinazofanya kwamba hizi mabaya siweze kuja kuangamiza aidha wananchi, lakini iwe ni kudhibiti ambao huwa anasema it's evidence led, ambayo inatokana na ushahidi wa kitaalamu kabisa. Ushahidi kwanza, so tusiwe kwa haraka kudhibiti kitu na tuna ushahidi wowote. Na kwa hivyo kama tungeweza kwa serikali zote ziende zitafute ushahidi kwanza, ziweze pia kuweka pesa kuendeleza na investors kuona ushahidi ni upi, ndo waweze kuweka zile policies mzuri, then tutaweza kuendelea mbele bila kusema tu kitu ya kwanza ni kudhibiti bila kufikiria ama kuweka ushahidi. Labda kwa kumalizia sasa, kwa ufupi sana, nianze na wewe Kiko, unatarajia nini kutoka kwenye mkutano huu wa akili mnemba hapo Kigali? Natarajia ni kuona zile commitment zenye serikali, maanake kuna serikali nyingi zinakuja kwa mkutano, commitment yenye wataweka kuendeleza akili mnemba kwa hili bara, na pia kuona vipi innovators pia wanaweza kujiunga na hizo commitment ndio waweza kuendeleza. Hilo ndo lengo langu. Tunatarajia kuona kwamba kutakuwa na commitments zenye zitaweza kufuatiliwa kuendeleza akili mnemba kwa bara yetu ya Afrika. Na kwako Asha, unatarajia nini kitoke kwenye mkutano huu wa Kigali wa akili mnemba? Ningetarajia kwamba mambo yote ambayo yatakuwa yametimilishwa, kwa maana ya kwamba makubaliano yaangalie namna ambayo yataweza kuhusisha sekta zote na level zote katika nchi husika, yani respective countries. Kila nchi ihakikishe kwamba lolote lile linaloamliwa pale na linapitishwa linaweza likafikishwa hadi kwa mwananchi wa chini akaweza kunufaika nayo. Ni Asha Binala huyo akikamilisha mazungumzo yetu juu ya mkutano unaohusu akili mnemba unaofanyika jijini Kigali na kukutanisha viongozi mbalimbali wa serikali, ishara na wabunifu kutoka ulimwenguni kote. Msikilizaji, na kushukuru kwa kuwa na mimi tangu nilipoanza matangazo haya. Amos bin Mahona umenitumia message hapa Facebook ukisema uko Kirumba, Mwanza, Tanzania, unasema BBC Swahili unatupata vyema kabisa. Laza Kikwelo wa Iringa, Tanzania, unasema tuko pamoja na kushukuru. Lakini Ismail Saki pia tumepata ujumbe wako na tunakushukuru.